Mimi personally nikafundisha kuhusu matoleo. I not invite anyone to come to teach us on giving because we know what the Bible talks about giving. So we will teach about giving. Kwa hivyo siku ya leo naongea kuhusu kumtolea Bwana, na sitaona haya kwamba nahubiri kuhusu matoleo. I'm not shy on that because huwa nahubiri kwa wengine kuhusu matoleo. Na lazima nikwambie. So for 3 weeks I've been teaching on giving, na nilianza na ile naitwaje? Niliongea kuhusu first fruits, na dadangu mmoja akaniambia anakuwa na hakuelewa, kuna sehemu ambaye hajaelewa kuhusu hapa first fruits, na nikasema nita clarify kidogo. First fruits zamani ilikuwa ni kwamba watu walikuwa wakilima aidha msimu mmoja ama misimu miwili. So wanapolima, kabla hawajapeleka mazao nyumbani, walikuwa wakibeba kwanza wapeleke madhabahuni, ndio inayobakia wapeleke nyumbani. Hii character nimekuwa nayo hapa na watu wa Kuadija, wale Dalton. Kusema kweli huwa hawawezi peleka mahindi nyumbani kabla ya kukula. Hata sisi tumeishi kule, watu wananiuliza kwani wewe unalima wapi? Maana kila wakati mahindi inakuja hapa kwako, unapika kideri, unachemsha, unachoma na haulimi. Really silimi, lakini nalima hapa madhabahuni. So wale watu wa Dalton wao wana make sure kabla wapeleke chakula nyumbani wananiletea hapa madhabahuni. That was how it used to be. Ya kwamba walikuwa ni mara moja kwa mwaka. Kwa sababu gani walikuwa wanalima mara moja kwa mwaka? Kule bara watu wa Rift Valley wanaelewa, lakini huku kwetu Pwani tunalima yale mahindi ya miezi miwili. So lazima tunalima mara 2 kwa mwaka. So inabidi first fruit yako uilete mara 2 kwa mwaka, kwa sababu unalima unavuna mara 2, na kabla hujakula unapeleka madhabahuni. Hiyo inaitwa first fruits. Bwana sifiwe. Naam, kwa vile siku hizi hatutegemei kilimo, tunategemea mishahara na malipo na biashara. Ina maana ya kwamba unapoanzisha biashara, katika mapato yako ya kwanza inafaa ulete madhabahuni. Naam, pia unaweza kuwa unapata salary. You can feel free ya kwamba ukaleta mazao yako ya kwanza mwanzo wa mwaka ukianza. Utasema hii napeleka kwa sababu ni mazalio yangu ya kwanza, na pia unaweza kuifanya tena katikati ya mwaka. Inaitwa first fruits. Nimetoa katika sasa ukulima, nimekuleta katika maisha ya kileo. Hiyo ilikuwa nini? Naongea kuhusu first fruits. Hiyo ni wiki iliyopita niliongea kuhusu nikasemaje? Sijui ni confirm. Nilikuwa ni kitabu cha Romans 11:16. Jaribu tuangalie ni confirm kwanza. Kuna mahali niliongea hiyo previous week, because last week niliongea kuhusu Thanksgiving. Inasemaje hiyo? Sema hivi. Ndio. Tena malimbuko yakiwa matakatifu. Aha. Kadhalika na ndonge lote. Malimbuko yakiwa matakatifu, ndonge lote takatifu. Tena na shina likiwa takatifu. Na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Ndio nikasema shina ni kama hapa trunk. Kama hii stem iko takatifu, hata matawi ya mti huo ni takatifu, hata matunda yatakayotoka ni matakatifu. I mean, ikiwa mshahara wako wa kwanza ulileta kwa Bwana as first, maisha yako yote na ajira yako yote, employment yako ama biashara yako yote inakuwa takatifu. Lakini wakati kama ulimanga ukakosa, I tell you, unafanya kazi katika hali ya unajisi. Na sio mimi kama shina takatifu, ina maana kama shina linajisi, basi mti mzima matunda yake nao ni manajisi. So you must be very careful. I am talking because unapolea Bwana usitoe kwa sababu unapata mbele kuja na wala duni kama wanalizo. Kwa mfano katika Isaiah chapter 1 verse 8, now let us come, let us reason together. Kwa mekusemezana, ndio tunasemezana waweze kuelewa. So lakini hiari yako you made it because it's optional and it is all still optional. Unaweza ukaitoa au ukose kutoa. Hiyo nimemaliza upande wa ina nini first fruits. Ni hiari yako kutoa na kutokutoa. We don't force things. Then number 2 niliongea kuhusu
Thanksgiving. Last week. Hao wenye ukoma walikuwa 10, lakini wakaambiwa enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda walitakasika wote 10, lakini mmoja wao akaamua kurudi kwa Yesu kusema nini? Asante, thanksgiving offering. Kwa nini? Alikumbuka ya kwamba nilikuwa vidole vyangu vinakatika, nilikuwa siwezi kuunite na mke wangu, hata hawezi lala na mke wake. Hiyo mambo ya matrimonial iliisha, mambo ya tendo la ndoa iliisha aliposhikwa na ukoma. Maana hata yeye hangekubali kumwambukiza mke wake ukoma. Akakumbuka watoto wake walimreject, akabaki peke yake. Maana you can't hold your children, watoto wao unawapenda hao, huwezi kuaguza. Maana ukimwambukiza, na hakuna mtu ambaye atakubali kuambukiza mtoto wake ukoma. So huyu bwana akakumbuka, I must go to give thanks to this man who healed me. Maana walipokuwa wakikuja kulikuwa na kanuni ya kwamba mwenye ukoma anapokuja from far lazima ajitangaze, ninakuja na mimi mwenye ukoma, ninakuja mimi ni mwenye ukoma. Kwa hiyo kama vile saa hii kuna hii, ukishapatikana kwamba kuna COVID, nilikwambia kuna mama mmoja alikuwa anatoa ushuhuda kwenye TV akilia, anasema ya kwamba siku moja aliambiwa ya kwamba ameshirikiana na mtu mwenye COVID, akapelekwa quarantine. Aliporudi nyumbani, badala ya watu kumkaribisha kwambia jamani pole, umeendeleaje, umepatikana ama hujapatikana, wakamwambia wewe dada yetu, kumbe ulikuwa unakuja kwetu na unajua una ugonjwa, ulikuwa unataka kutuua. Just imagine, umetoka quarantine, badala watu wakutie moyo wanakuambia kumbe wewe ulikuwa unakuja tu kwetu na unajua uko na COVID, watakutuua. Sasa hiyo ni afadhali ni 14 days. Quarantine ya COVID ni 14 days ama sana 21 days. Lakini quarantine ya ukoma ilikuwa ni maisha yako yote. Ndio mama mmoja akaja akahubiri hapa akasema babake mdogo alikuwa na ukoma. Basi alipokuwa pale akajengewa kale kanyumba kake. Wakipika chakula walikuwa wanapeleka na pale mlangoni ndio achukue akaweze kula. Basi akawa kila mara wanapeleka, katika wakati wanapeleka na wanakuja kuchukua sahani kwa empty. Hawakujua kwamba huyu bwana kafa kitambo, hata ni umbwa alikuwa akila kile chakula. So walipoenda siku moja wanaona imeliwa, wakaanza kusikia harufu, wakiona nzi wakiingia kwenye ile hema walikuwa wamemtengenezea yule jamaa. Inaitwa kiru. Ama sijui mnahitaji huko kwenu ile nyumba yenu ya ile ya suti makuti juu na chini. Mnahitaji ile nyumba kama hiyo ndio amewekewa pale. Sasa kumbe mzee kafa, wakaanza kuona nzi. Ndio kwenda wakajua kumbe sio mzee alikuwa anakula chakula, ilikuwa ni umbwa. That is how terrible leprosy was. Ndio maana huyu jamaa alipofikiria pale Bwana amemtoa, akasema I will go back to give thanks to this person. Na huyu alikuwa Msamaria. Wakati Yesu alimwona akauliza, wako wapi wale 10? Manake wale 9 wako wapi? Niliponya watu 10, lakini mmoja amerudi. Na huyu mmoja ni outcast. Ni Msamaria, hata si Myahudi. Ndio nasemaje, anaweza akaja mtu hapa kanisani akapokea muujiza akaenda akaja kushukuru, lakini wengine tuko hapa siku zote hakuna siku yotoa offering ya thanksgiving. So zote ni kwa hiari yako. Mwimbaji akasema nikikumbuka ulikonitoa napiga magoti kukuabudu. It is you to think where the Lord has taken you. For example, tumekuwa manyumbani hatuji church. Kwa sababu gani? Tulifungiwa hata makanisa. Tumekuwa hata makazi hatuendi. Chakula mimi hapa ni kama manake kanisa ndio source my income. Shule ilikuwa imeanza hapa, ikaja zote zikafungwa, shule imefungwa, kanisa limefungwa. Nao sina kazi nyingine. Mimi biashara yangu ilikuwa ni hii, huduma yangu ni hii. Unajua ninaposema biashara, wengine wanasema kwamba sasa anafanya kanisa kama biashara. Pastors wa Kenya wakaenda Nigeria, wakaenda kuinquire kwa nini makanisa ya Kenya haikui haraka lakini zile za Nigeria zinakuwa, wana watu wengi. Hapa tunajifariji, wajua Nigeria wako mamilioni ya watu. Yule pastor akawachukua akawatembeza kwa ofisi yake, akaja akawaambia the problem with you Kenyans is that you don't take the work of God as a business. Unaichukua unasema hii ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo unakuja ukipenda, usipopenda hauji. Kwa hivyo hii ni kazi ya Mungu. Haifanyi kama biashara. Akasema if you cannot do it as a business, you don't have a business to be there.
Manake kama ningekuwa nimeajiriwa, ningekuwa natoka nyumbani kwangu saa 2 na nyinyi mnajua keep time kienda kabisa makazini kwenu. Ama vipi wewe? Kwa Captain Andy, si unaenda mapema sana? Aha. Na madam happy house unaenda mapema sana. Unaenda before time, na yule jamaa si mzungu. Ukikosea, maana mimi nifanya kazi na wazungu. Mkibuka appointment ukuje half an hour baada hiyo, kuanzia hiyo uaminifu wako na yeye imekwisha. Because Leslie Mosha akisema anakuja kushiriki na sisi hapa, huwa anaingia half an hour before time na kawaida yake. So we are good at keeping time ya kazi. Lakini ya huduma tunasema kazi ya Mungu. Wakaamua wale wa Kenya, nendeni mfanye hiyo kazi. Kwa mfano Zaire, wale Kongolisi, wao ndio musician wakubwa. Wamefungua ofisi, anatoka nyumbani anaingia ofisini kwake saa 2, basi ni kutunga nyimbo. Baada ya kutunga nyimbo kuanza kuitune, kuipatia tuning na pia kuifanyia marketing na kutafuta show. Yani they are doing it as a business. So ninaposema kwamba this is my business, haimaanishi nimefanya eli kwa sababu ya making money. Ni kwa sababu nafanya nifanye kama vile ningefanya kazi ya kuajiriwa, because hapa Bwana ndio ambaye ameniajiri. So yule mwenye ukoma mmoja akarudi kutoa shukrani, akikumbuka pale ambapo Bwana alimtoa. Wale 9 wakaenda zao. Giving thanks unaweza kutoa kwa wakati wako. Unaweza kutoa mwisho wa mwaka, ukikumbuka pale pandemic imekufikia, nilikwambia vile nini nibaki, sijui nifanye nini. Hata wewe pia huenda business yako ilifungika, huenda kazi ulisimamishwa, na wale wako kazini mnalipwa karibu kwota, na pia mnaenda mkibadilisha kwa shift. Sasa unakumbuka kwamba nyumba haujafungiwa, Bwana amekuhifadhi. Leave alone that. Mimi wanasema afadhali na njaa na niko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Waonaje waliokufa na pandemic? Haleluya. Siku moja Yesu akaambia wafuasi wake na Mayahudi na Mafarisayo, akawaambia, mnafikiria nyinyi mko bora kuliko wale watu waliokuwa kwenye ukuta? Sijui ilikuwa ni ukuta wapi, ndio kuinquire tena, ikawaangukia ikawaua wote. Unafikiri uko bora kuliko? So we need to think where God has brought us from. Pale ambapo Bwana ametutoa, alafu tunakuja kumwambia Bwana asante. Maana yule mwenye ukoma alikuja akimtukuza Bwana, anakuja akiimba ndio kule. Amen. Nakumbuka alipomwona Yesu mara ya kwanza alisema, Bwana mkubwa, turehemu. Hatufai kuja karibu, lakini turehemu, tuondolee hii. Hatuwezi kana watoto wetu, hatuwezi kana wake zetu. Tukiingia kila mahali ni lazima tutangaze tunakuja, sisi ni wenye ukoma. Watu wote wamejua sisi ni wenye ukoma. Bwana, ikiwezekana tupate kibali moyoni mwako, tuhurumie. Yesu akasema kajionyesheni kwa makuhani. Maana makuhani ndio kazi yao ni kukagua wenye ukoma kama umetakasika. Hiyo ni inaitwa nini? Thanksgiving offering. Sasa inafaa ufikirie, mwaka umeisha. Mwimbaji alikuwa akimana gani? Mwaka mzima sasa imekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika wakingoja hukumu. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa fanyie Mungu kazi. Japo nilale nikiwa na Yesu, tapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi. Japo nilale nikiwa na Yesu, tapumzika. Uhai wako ni deni. So ukumbuke ya kwamba wewe Mungu amekupatia uhai mpaka leo. We need to give thanks to him. Hallelujah. Hallelujah tena. Hallelujah. Unajua kuna hallelujah ile ya Kikorea. Nasema praise the Lord. Hallelujah. Lakini kuna ile ya Kijaluo. Hallelujah. Mwataka hivi. Pigia Yesu makofi mazuri. Unajua tuhubiri kwa nimeenda kuhubiri Kisumu, akasema lakini pastor unatuhubiria kwa tu relax namna hiyo. Kaambia that is how we do things. Si lazima tukaze macho saa zingine. Kuna wakati ukaza macho na kuna wakati wa kuongea pole pole. Amen.
So today I want to talk on the subject ambayo inaitwa tithe. Tithe, fungu la 10. Nisomewe Malachi chapter number 3 from verses 8 to 12. Alafu pia nisomewe Matthew chapter 23 verses 23. Na leo nitakuwa mwingi wa kupatia maandiko kadha wa kadha. Last week niliongea kwa andiko moja tu, lakini this day nitaongea kuhusu maandiko kadhaa. Kwa nini? Because nitapatia the reason why you give, where the tithe goes, how often, and what are the benefits of tithe giving. Kwa hivyo lazima ni confirm na maandiko kadhaa wa kadha. Nisomee kabisa hapo kama umefika Malachi chapter 3 verses 8 through 12. Nasema hivi. Yasemaje? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema? Lakini nyinyi mnasema mkishaniibia. Tumekuibia kwa namna gani? Tumekuibia kwa namna gani Mungu? Nani atakushika kabali akuibie? Unaniibia zaka na dhabihu. Basi nyinyi mnaniibia zaka na dhabihu. 9. Endelea, ndio mpaka 12. Nanyi mmelaaniwa kwa laana. Kwa vile mmeniibia kwa zaka na madhabihu, mmelaaniwa kwa laana. Maana mnaniibia mimi. Maana nyinyi mnanishika kabali, mnaniibia. Naam. Naam. Taifa hili lote. Si watu wachache, taifa lote wamemwibia Bwana. Leteni zaka kamili ghalani. Haya basi, ili mpone, leteni zaka, sio zaka ambayo imepungua. Leteni zaka, tena zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Ili kuwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kuwe na chakula katika nyumba yangu. Mkinijaribu kwa njia hiyo, basi kama hamamini kwamba inawezekana, mtakaponijaribu, try me kwa njia hiyo. Asema Bwana, mnijaribu. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Baada ya kunijaribu ndio najua kama naweza ama siwezi kuwafungulia madirisha ya mbinguni. Na kumwagieni baraka. Na kumwagieni baraka. Hata siwe na nafasi ya kutosha. Hata mkose nafasi ya kutosha. Au la. Nami kwa ajili yenu. Alafu baada ya hiyo kwa ajili yenu. Mtakemea yeye alaye. Mtakuwa na kazi au mtakuwa na wakati wa kukemea wewe. Katika jina la Yesu, back to sender. Bwana anasema hiyo kazi na kwa ajili yake. Wala hata adhibu mazao ya ardhi yenu. Hata adhibu mazao ya ardhi yenu. Wala mzabibu wenu hautapukutika matunda yake. Wala mzabibu wenu hautapukutika matunda yake. Kabla ya wakati wake katika mashamba. Kabla ya wakati wake katika mashamba. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana, sasa sio Bwana hivi hivi. Yeye ni commander of the. Sio asomi msemo ndio nikianza pale nimekuwa nyinyi mnaendeleza. Commander in chief of the armed forces, His Majesty. Yeye ndiye mkubwa. Na mataifa yote wateteni eri. Baada ya kwamba Bwana amefanya hiyo shughuli kwa niaba yako, mataifa yote watawaita nyinyi heri. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mtakuwa nchi ya kupendeza sana, amesema mkubwa wa majeshi. Sema mkubwa wa majeshi. Mkubwa wa majeshi. Unajua maana ana jeshi lake, atapambana kwa niaba yako na majeshi yake. Ndio maana Elisha alipokuwa na mtumishi wake, mtumishi anaanza kulia, Elisha akasema, baba ufungue huyu macho aone kwamba wewe ni Mungu wa majeshi. Hapa tuko na majeshi. Tumefunga akaona kumbe jeshi wa upande wetu sio kama Ahabu. Akatuliza. Alikuwa amejiwa na uoga. So the title of Mark over what we took of Matthew 23:23. Ziko wanyirani tu hapo, kutoka Malaki wanasapotiana hapo na Mathayo 23:23. Asemaje? Ole wenu nyinyi waandishi na Mafarisayo, nyinyi kumbe wanafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnalana bisari na jira. Mnalipa hilo ametaja, tuendelee. Lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Lakini mambo makubwa ya sheria mmeacha, nazo nini? Adili, rehema na imani. Haya mmewapasa kufanya. Ilikuwa mfanye hayo pia. Wala ya mengine msiache. Na wakati mnafanya hiyo msiache kutoa fungu la 10. Anasifiwe. Now we go. Kama unaandika chini write down this one. The purpose of the tithe is to support God's work. But the primary purpose of the tithe is to put God first in our lives. I read again my sentence. The purpose
support God's work. But the primary purpose of the tithe is to put God first in our lives. Kusudi la kutoa fungu la 10 ni kusaidia kazi ya Mungu, lakini kusudi la kipaumbele ya kutoa fungu la 10 ni kupatiana Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako au maisha yetu. Tunapotoa fungu la 10 tunamwambia Mungu tunakupatia nafasi ya kwanza. Najua hujasahau hii hadithi ya wale wasichana walioenda kutembelea mama yao shambani. Na huyu msichana alichukua wasichana zake wakaenda wakakula kushiba. Lakini wakati kurudi zao mama yao akawaambia tufunge macho tuombe. Lakini yule msichana hakutaka mama yake aombe kwa maana alikuwa amelewa pesa. Sema kulewa pesa. Unajua kuna watu ambao wanaenda kulewa pesa mpaka ukipigia simu yeye anadai la kuomba. Haleluya. Siangalia hapa, angalia. Maana anaona kwamba sasa utamuomba pesa. Wasichana wakawa relax na wataka wafanye maombi. Lakini walipokuwa madafagari mama akasema basi binti zangu Yesu atembee pamoja nanyi. Msichana huyo akainua kinywa akasema hii gari yetu imejaa, labda Yesu akae kwenye buti. Umeelewa Naona gari imejaa, labda Yesu akae kwa buti. Mama akasema haya salama mbito. Lakini alikuwa na tray ya mayai. Kwa wake alikuwa ametaga. Akachukua tray ya mayai akaweka kwenye buti. Alipoweka kwenye buti, wale wasichana walikuwa wanaendesha wenyewe na wameshakula vitu vyao. Lakini walipofika kwenye highway, trailer ikakuja. Gari yao ikagongwa, wote wakafa. Lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri, walipoenda kwenye buti, mayai haikuvunjika hata yai moja. Guess kwa nini? Yesu na mayai walikuwa kwenye buti. Hivyo Yesu akahifadhi mayai ndani ya buti. Niulizie mwenzako, umeweka Yesu sehemu gani maishani mwako? Alafu mjibizane. Na kuna hapa dakika 2. Unajua hata mama kama nikuje tukae tusatulizane wewe. Takwata nikae. Ulizane dakika 2. Niulize pia mama, niangalia kuna mtu kumuuliza wacha nikae. Umeweka Yesu. Alafu unaniambia kile wale nilikuwa namuuliza mama ameweka buti au Yesu umeweka wapi? Anasema kwa moyo. Piga Yesu makofi mazuri. So giving tithe, unajua Yesu akasema mahali hazina ya mtu ilipo ndio roho yake iko pale. Bwana sifiwe. Mtu ambaye anatoleaga Mungu wakati jambo likianza kumpata anasema ile pesa nilikuwa nayo ingenisaidia saa hii lakini nilitoa kanisani Jumapili. Unaona? Unasikia kuumia kweli. Hii pesa inisaidie lakini nilitoa kanisani Jumapili. Kama unaelewa kasema baba kama umeenda umebugia na hizo pesa zote na shida imekuja sema afadhali useme Mungu akutetea, si ndio? Lakini marafiki zako wakati umeshaishiwa hao ndio wa kwanza. Nilikuwa naangalia, unajua mimi napenda sana. Ukiona ukimeenda kufanya uchambuzi wa vitu, wewe huwa una retention ya walimu ndani yako. Ndani yako unakuwa walimu. Ukiona unapenda kuchunguza mambo. Sasa mimi napenda kusoma sana mambo ya mitandao. Nilikuwa nasoma kuhusu bwana mmoja ambaye alikuwa ni mtu mkarimu sana kwa watu. Alafu bibi yake alikuwa anamwambia wewe unakuwa mkarimu kwa watu. Hawa wanakuja hapa unawapikia chai, wanakuja hapo unawapatia chakula, wanakuja unapatia vitu. Hawa watu hawakupendi, wanapenda mali yako. Sema wachana wewe mwanamke naye. Hata anampuzia mke wake. Siku moja ikatokezea kwamba meli yake ikazama baharini na mali yake yote. Wale ambao vitu vyao, kuna babangu wa kiroho ambaye niliomba sana toba, kuna wakati aliagiza meli ya magari kwa Canada ikafika hapa port zikapotelea hapo na kuambia ilibidi hame. Hata sasa hivi wao ishi Tanzania kwa sababu gani? Watu wanataka vitu vyao, wataka kujua kama ilizama haikuzama. Hayuko Kenya. Hata
alikuwa ananifuatilia kwa Facebook. Nilipoanza kujiintroduce kwake, nafikiri aliondoka. Maana yake nikafika nyumbani nikapata kwamba hataki kujulikana mahali yuko. Kwa nini? Watu wataki kujua kama ulipata hasara, wanataka mali yao. Yule bwana ambaye alikuwa ni mkarimu, watu wakaanza kumdesatu, wakaanza kumwacha, akauza shamba, akauza nyumba, analipa mali ya wenyewe ambayo alizama kwenye meli. Baadaye wakabaki, mke wake ikabidi atafute kazi ya walimu, maana alikuwa ni msomi, na yeye ikabidi aanze kulimia watu, maana yeye alikuwa mfanyabiashara wa hizo kuleta vitu, exporting, importing na kuuzia watu. Ikabidi aanze kulimia watu. Siku moja mke wake, basi huyu bwana akaanza kukumika moyoni mwake, kama jamani, ningesema mke wangu mahusia yake. Aliniambia watu hawa wanapenda mali, wanipendi mimi. Akaenda kumwambia mama, nisamehe kwa maana ulinionya na sikusikia. Lakini mama akamwambia, hakuna wasiwasi, mimi nilikuwa nakuonya tu, lakini Mungu anijali. Lakini moyoni wa huyo mzee akabaki kuugua ya kwamba jamani, mke wangu ananiambia tu haya kunifariji kwa sababu ananipenda. Bwana asifiwe. Na kuambia ukweli, kuna watu ambao wanaweza kuandamana na wewe kwa sababu uko na vitu. Jaribu kufilisika uone kama hutabaki peke yako. Lakini kama umepeleka madhabahuni, utakuja hapa upige magoti uambie, Bwana, pesa zangu zilikuwa, na kuambia kitu ambacho niliwahi kufanya. Niliwahi kwenda madhabahuni Malindi, nikalia pale, nasema madhabahu, wewe nilitoa pesa zangu kaleta hapa. At least Mungu anaweza kusaidia. So giving tithe inakupatia kuweka Mungu kipaumbele ndani ya maisha yako. Now soma Leviticus. Nilikwambia leo nitawapatia maandiko mengi hapo. Kana kitabu chako unapatia maandiko. Why do we give? Why giving tithe? Leviticus chapter 27 verses 30. Leviticus ni mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30. Tusomee kwa haraka yule ambaye amefika tunasoma. Okay, soma tutafila. Tena zaka yote ya nchi. Kama ni mbegu ya nchi, mahindi, marage, au kama ni matunda ya nchi, mbaazi, matunda ya nchi, maembe, ni ya Bwana. Hiyo si yako, ni mali ya Bwana. Mwambie mwenzako ni mali ya Bwana. Umaliza? Ni takatifu kwa Bwana. Na hiyo ni takatifu kwa Bwana. Kuna lugha ya Kiswahili, Kizungu ambayo ni ngumu sana kutofautisha. Kizungu kuna word akas na kuna word kas. So akas ni kitu ambao kimetawazwa kwa ajili ya Mungu. Lakini unapotampa with a cursed thing, inageuka inakuwa curse in your life. A curse ni kitu ambayo ni kitakatifu. Kwa hivyo vyote fungu la 10 ni mali ya Bwana na ni takatifu, lakini unapoanza kutampa with the accursed thing, inageuka inakuwa curse in your life. Bwana amesema. Sasa hiyo ni concerning nafaka. Twende mstari wa 32 kutokana na wanyama. The herds. Nasema hivi. Yes. Tena zaka yote ng'ombe. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo. Au ya kondoo. Kila apitaye chini ya fimbo. Kila apitaye chini ya fimbo. Sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu. Sehemu ya 10 watakuwa watakatifu kwa Bwana. Kwa Bwana. Ile fimbo yangu kwa pale, chukueni fimbo yangu pale ndani. Unaiweka kwa kona. Naitumia kama mfano tu. Apitaye kwa fimbo. Wewe kama una mbuzi, oja fimbo ikuje. Fimbo. Asante sana. Yaani ana fimbo yake. Ukiwa na ng'ombe 10 unaweka fimbo. Na ng'ombe anapea 1, 2, 3, ikifika 9, hii ambayo ina kibuku ni mali ya Bwana, si wako. Ukiwa na kuku, ama leo isikia vizuri, ukiwa na kuku, si ndio? Ndio tumeanza hapo kwa kuku, ujue hivyo. Unaweka fimbo hivyo. Unahesabu kuku 1, 2, 3, ikifika 9, hii ambayo imebaki huko unatoa dakika 5 kwa. Ina maana kwa kini unaanza tena. Ikifika 9, ile ya 10 tano. Kama una mbuzi 20, 1, 2, ikifika 9, ile ya 10
kuna nyingi. Unaweza hiyo ndio kingine. Kama una ng'ombe 10, ile ya 10 ni ya Mungu. Na nimesema the reason why we give tithe ni kwamba kweli ina support kazi ya Mungu, lakini inafanya unakuwa Mungu anakuwa kipaumbele maishani mwako. Kuna reverend wangu aliyekuwa makubwa sahihi marehemu. Huyo ndiye ambaye amelea sana kule Mombasa. Alifundisha washirika wake ya kwamba hata nyumba ukiwa na nyumba 10, ile nyumba ya 10 ni mali ya Bwana. Hiyo ndio utakuwa unatoa aidha unatoa hiyo tithe ya hiyo nyumba kati ya zile nyumba 10 unaleta madhabahuni. Kisha lipwa ile nyumba iwe inalipwa ya mwisho, iwe inalipwa ya mwanzo. Ya hiyo nyumba ikiingia mikononi mwako, maana kati ya 10 unaleta kwa bahati kwa Bwana. Ama kama una nyumba 10 hii ni ya Mungu, haikodishwi, lakini wageni wa kanisani wakija wanalala kwa hiyo nyumba. Na naona mpaka mtu kwa na 10 shamba ya 10 ni mali ya Mungu. Sasa hivi naongea shuhuda kamili. Pastor ya Lusidalo mnafahamu hapa, ameshauri hapa. Shamba la mjaka kanisa sahihi na sisi ni watoto nyuma. Kuna Junda Mombasa. Kumbe ilikuwa bwana mmoja alikuwa amenunua shamba 10 na hiyo akatoa sehemu ya 10 ya shamba. That's how things go. It is the reality. Na nimesema sisi alika basi nina bwana ya pesa na alika mubili kitu. Hivi ya kuongea na mtoto anaishi na alika jirani hadi aje nionyeshe. Hallelujah. Na kuongea mtu wangu wema unapata ile jirani. Pengine akikushinda, bado na wengine wanashinda. Wangekushinda sana sema basi na nyinyi pia nisaidieni, nishakushinda. Lakini mimi lazima nikuongeleshe wewe. Inayopita ya 10 hiyo ni mali ya Bwana. So from there unataka ukipapa uko ndani lakini si yako. Lakini yari haufanyi kwa kulazimishwa. Maana kilazimishwa ni kama jambazi anayekushika, anakunyang'anya pesa zote, anakuambia sema asante. Unanielewa? Unaona ni kama nikikulazimisha utoe fungu la 10, nikulazimisha utoe sadaka ya hiari, nikulazimisha utoe thanksgiving, alafu nikwambia asante, ni sawa na jambazi amekuja, amekushika kabari, amekunyang'anya pesa zote, alafu nakwambia kimbia, sema asante. Utasema tu asante kwa sababu waogopa bunduki. Si ni kweli? Hautasema asante kwa sababu umefurahia kunyang'anywa. Ndio maana nikiongea kuhusu matoleo naongea kwa roho safi, alafu wewe utaenda nyumbani kama vile ng'ombe. Ng'ombe akishakula majani analala mahali, kesho ukija unapata vijiti vinaanguka pale chini. Ni kwamba usiku kucha alikuwa akizirudia. Wale ni ruminants, wako na ruminants kwa tumbo. Kwa hivyo inakuja na tafuna, ile mbaya anatema, ile nzuri inaenda kuendelea kufanya kazi ya digestion. So what I'm teaching you today, you will go at home na ukae ufikirie, ukae kama noble burials walioenda nyumbani wakachambua maandiko wao kwa wao. Kwa hivyo sehemu ya 10 ya ng'ombe ama kondoo ama mfugo, hiyo inakuwa takatifu, ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Now, where the tithe goes and how it is used. Where the tithe goes and how it is used. Fungu la 10 inaenda wapi na inatumika kwa njia gani? Tusome kitabu cha Numbers chapter 18 verses 26. Alafu pia tusoma Hebrews chapter 7 verses 5 through 9. Kitabu cha Hesabu kwa Kiswahili mlango ni wa 20 na mlango wa 18 mstari wa 26. Na pia tutasoma Waebrania mlango ni wa 7 mstari wa 5 hadi wa 9. Haya kueleza kwamba fungu yako ya 10 inaenda wapi na inatumiwa vipi. Tafadhali kama fika nisomee. Hesabu mlango wa 18 na mstari wa 26. Inasemaje? Tena utanena na Walawi. Tena kwanza mstari wa 16, anza mstari wa 17. 17. Yes. 25 tafadhali samahani. Anza mstari wa 25.
65. Yes. Nasema hivi. Kisha Bwana kanena na Musa. Kisha Bwana akazungumza na Musa. Na kumwambia. Akamwambiaje? Tena utanena na Walawi. Tena uzungumuze na hao Malawi, hao pastors, uzungumuze nao. Kwa sasa hapa Musa anazungumza na mimi na wachungaji wenzangu, utazungumuza na hao Walawi, uambieje? Hapo mtakapotoa zaka mikononi mwa wana uambie mtakapochukua fungu la 10 zaka kwa mikono ya watakatifu wana wa Israeli niliowapa nyinyi kutoka kwao. Niliwapa. Bwana sifiwe. Usalimiane hewani. Haleluya. Hiyo pesa ni yako ukishapata mshahara. Lakini ujue sehemu ya 10 Bwana amenipa mimi. Bwana, hiyo pesa ni yako ukishapata mshahara. Lakini sehemu ya 10 Bwana amenipa. Biblia inasema nimewapa, lakini wakishachukua kutoka kwa watu, maana yake jukumu langu ni chukue kutoka kwako, alafu nikishachukua tuendelee. Niliowapa nyinyi kutoka kwao. Ndio. Kwa urithi wenu. Kwa urithi wenu. Waliambiwa kwamba nyinyi msilime. Urithi wenu ni hiyo madhabahu na sehemu ya 10. Tuendelee. Ndipo mtakaposongeza sadaka za kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo. Mtasongeza sadaka za kuinuliwa kwa Bwana. So kwa hiyo fungu la 10. Iwe zaka katika hiyo zaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na maana ukiniletea shilingi 1000 kwamba ni fungu lako la 10, mimi nami kwa vile mimi sina askofu juu yangu, mimi ni bishop. Nataka muelewe hivyo vizuri. Maana kuna wengine wao wanapenda sana ajue bishop ni nani, waanze kupigia simu. Hapa mimi ndio askofu. Hapa mimi ni askofu. Lakini ningekuwa na askofu juu yangu, nikichukua kutoka kwako, natoa kama wanipelea 500, natoa 50. Na mimi pia nimpelekee yule askofu ambaye yuko juu yangu. Na because I'm the founder of the ministry, sasa kaka ile shilingi 500 yako, nitachukua 1000 yako unanipa 500. Na mimi nitachukua 50 niweke kuwe na kitu kwenye gala nitaingiza. Ndio maana sometimes umekuja umepata vitu vingine vimetengenezwa hapa kanisani bila mimi kuitisha mchango. Ni kwa nini? Ni sehemu ambayo na mimi pia baada kama mimi Mlawi kupokea, either ni recognize bishop fulani ambao nitakuwa napeana kwake, ambao sasa zile wanafanya, ama nichukue sehemu hiyo ijenge hapa. So ina maana mkifaulu hapa mkatoa shilingi 5000, and by the way rahisi sana. Kama nyinyi hapa mko watu 10 na kila mmoja ama kama mko 20 na kila mmoja ni mshahara wa shilingi 5000. Mkitoa 500 hata mimi niko hivyo na nyinyi ambao mna shilingi 5000. Pia mimi mshahara wangu 5000 kutoka kwenu. So from that 5000 nimepata, na mimi nani yafaa nitoe shilingi 500 sasa. Nitoe. Hivyo nilikuwa nafanya kazi katika sheria ya Kimusa. Sio kwamba nipate nikule yote, na sio kwamba nichukue yote pia niweke kwa huduma sana, lakini ni hiari yangu. Maana kama unaweza kuamua kwamba leo mshahara wangu wote napeleka sana. So unaweza kuamua kwamba leo hii nimechukua yote, wacha irudi hapo. Sasa hiyo ni baraka zangu na Mungu wangu. Maana kama ningeweka tumbo mbele, hata hiyo huduma mahali imefikia haiwezi fika. Kama ningekuwa niletewe ni kule, hata hapa mahali hii imefikia haigefikia. So hata mimi nami inafaa ukishaleta na mimi pia nitoe sehemu ya fungu la 10 ifanye kazi kwa nyumba ya Bwana. Soma Ibrania mlango wa 7 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa ngapi? 9. Tuendelee nayo. Na utaenda kusoma zaidi nyumbani. Noble obedience, ukishapewa kidogo hivi unaenda nyumbani pia wewe unaenda kufanya. Nimemwambia babangu ni askofu, lakini ule wa askofu wake ilifanya sisi tukaheti huduma. Siku moja akaandika Hebrews chapter number 7 from verses 5 to 9 I mean. Nasema hivi. Ngoja kwanza. Wakanialika nikaenda kuhubiri kanisani kwao. Nikaongea kuhusu matoleo. Hawakunialika tena, wamesema huyo kijana anapenda pesa. Na nikaona kuna makanisa mengine wanaweza kuwa anashiriki DO, anashiriki mpaka police constable, na kanisa bado ni makuti na udongo chini, na miaka nenda mpaka mzee anang'ang'ana mpaka mzee anakufa hivyo hivyo masikini, na watu wako na manyumba zao ni wakubwa mahotelini. Lakini Robert alinikosoa jana. Amesema pastor nyinyi mnafanya makosa, maana hamjatufundisha.
Mwambie mwenzako leo unafundishwa. Si unasema hivyo Robert? Tulikuwa wa pastor. By the way, hii imejengwa na pastor. Na vijana wangu hapa ndio walikuwa sisi ilikuwa Muislamu mmoja anataka kwamba nimpatie kazi. Nafikiria madhabahu yetu ijengwe na Uislamu. Nikamwambia nitakupatia kazi ya kulala ya ukuta, lakini hii tulikuwa tunaongea tunajenga, tukaanza kuongea mambo haya. Baba anasema lakini pastor hao ninyi ndio hamjafundisha. Na tunaogopa kufundisha, maana sasa hivi nikifundisha hivi mwingine akilini mwake anafikiri pastor anahitaji pesa. Na ndio maana nikiongea kuhusu pesa siitishi siku hiyo. Ni uende ufikirie alafu siku utakapoamua mwenyewe yaka kwa bahasha ulete. I just give you knowledge. Na siku nikija hapa kufundisha kuhusu matoleo huwa nakuja nikiwa nimekula nimeshiba na kunywa chai vizuri. Maana nikiwa na njaa nitachochea sana ndio mtoe kabu. Hiyo ni kanuni yangu. Nikija kuongea kuhusu matoleo huwa nimekula nimeshiba. Tena wakati ambao niko na pesa ndio mimi naongea kuhusu matoleo. Lakini wakati sina nitajaribika ni drive niseme ni 10 ndio nikaweze kusaidia, which is not. So baba yangu ni bishop. Lakini ukiangalia maisha aliyoishi, hauwezi tamani kuwa pastor. Do you want mtoto wangu Lois asije akatamani kuwa mchungaji? Na hii mambo naongea mmeona. Watu ni wakubwa wanafanya kazi hotelini, lakini kanisa ambao wanashiriki ni kanisa ambao hata ukiangalia hivi haieleweki, lakini ni watu ambao hawajielewi pale. Pastor ndiye huyu anakaa kama ambaye hata siku moja nimeenda mazishini mahali, alafu tulitoka unaambiwa pastor, hii hali tunaona hapa pastor ameletea pastor nini? Hizi makancha ya nini? Makancha ya makumbi ama nini? Makumbi. Pastor, utaweka hapo mahali ujilaze hapo pastor. Huyo pastor analala kwenye makumbi. Bwana sifiwe. Sehemu ikikuja na lakini wao pia wanachukua sehemu wao so siku ya leo na kwa hili agenda Mungu wa Isaka Yakobo, sitaki mwanadamu akule pesa zangu na kuletea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea. Ikienda Mungu akipokea kila siku wewe nazo ukimpatia Mungu, lakini ikirudi okota na uletee kule. So tukisahau ukome aendelea hapo. Yasema hivi. Yasema Na katika wana wa Lawi na katika wana wa Lawi nao hao wakuhani wachungaji wale upatao kuhani waliopata kwa kuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao. Unasikia? Amri. Hata si mbeleza. Haya, narudia tena. Bishop Peter Shiba ana duka lake na pesa zake. Kaeka chupa pale kanisani kwake. Akaja akatuliza swali, maana yake pesa zake hiyo fungu la 10 hata nao achukua yote na mjapo. Ili tumwambie ni amri, hata kama una zako kama unaona, hata kama una pesa, mimi lazima nikule dhahabu. Kama ikabidi ukule, ni amri. Tulimwambia huyu Bishop Titus, tukamwambia kuanzia leo tuna Jumapili ikifika hakuna kurudisha pesa kwa huduma. Kachukue pesa ule wakati kanisa lako kwa chini ya laana. Kwa sababu gani? Wewe ndio unawahudumia, alafu fungu la 10 utaki kukula, eti tunasema rudisha kwa huduma. Unalaani hao watu. Wameamriwa. Kwa hiyo ninapochukua kwako sichukui kwa sababu napenda. In fact, wakati mwingine mimi nawahurumia sana, maana wengine mko hata chini kuliko mimi. Mpaka nikifikiria sasa huyu mtoto mdogo mwenyewe huyu sana huyu. Nichukue fungu la 10 kwako.
Hai mmoja ana njaa, pengine Mungu kamsaidia akampa shilingi 500, anamwambia leta hiyo 50. Nasema sasa huyu kijana jamani, hiyo 50 singemsaidia kupata lunch. Lakini kwa kuwa ni amri, tangu utatoa fungu la 10. Utatoa fungu la 10 hiyo ya 500. Maana amri. Amri sio pleading. Bwana anatuamuru tuchukue tuendelee. Yaani ndugu zao. Ndugu zao, nyinyi ndio ndugu zangu, lakini kwa kwenu nyinyi nimeamriwa na Bwana nichukue kwenu. Kwa agizo la sheria. Ni agizo la sheria. Ijapokuwa ametoka katika viuno vya Ibrahimu. Ijapokuwa Lawi pia ametoka kwa kiuno cha Ibrahimu, baba wa imani. Endelee kumaliza. Tuendelee. Bali yeye ambaye uzazi wake au kuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, uzazi wake ambao haikuhesabiwa kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu. Alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu. Akabariki yeye aliye na ile ahadi. Akabariki yeye aliye na ile ahadi. Wala ikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Haikanushiki kabisa, maana mdogo pia anabarikiwa na mkubwa. Sasa na mzee wangu hapa Wili. Mzee Wili upo? Sasa unajua kisheria mimi ninafaa nikuletee nikununulie chai. Mimi nafaa nikubariki. Lakini maandiko haya yanasema sasa wewe kwa kuwa nimeshapanda hapa ni wewe ndio unanibariki. Biblia inasema mdogo abarikiwe na mkubwa kwa sababu ya sheria ya amri ya Mungu. Tuendelee. Sawa. Tunapaka tisa tuendelee. Na hapo wanadamu wapatikanao na kufa. Hapo wanadamu ambao wanakufa kama wewe. Sasa mimi wanadamu. Tuendelee. Utoa sehemu ya 10. Unatoa sehemu ya 10. Kwa hiyo ambao unasema unangoja Mungu aje umpatie fungu lako la 10 ya roho. Mwanadamu atakayekufa kama wewe ndiye anayechukua sehemu ya 10 ambao ndio ni mimi hapa. Bwana ndiye anasema si mimi. Tuendelee. Bali kwa yeye ashuhudiwa ya kwamba yu hai. Yeye ashuhudia kwamba yu hai. Sawa 9 malizia. Tena yaweza kusemwa ya kuwa. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu. Kwa njia ya Ibrahimu. Hata Lawi apokea sehemu ya 10. Hata Lawi ambaye yeye kazi yake kupokea sehemu ya 10. Alitoa sehemu ya yeye pia alitoa sehemu ya 10. I believe that now you have understood where your tithe goes and how the tithe is being used biblically. Then twende katika how often inatolewaje. Tusome Deuteronomy 14:22. Ni Kumbukumbu la Torati 14:22. Hii fungu la 10 inafaa itolewe kwa wakati gani? How often? Umefika? So, sema hivi. Inasemaje? Usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yako yote ya mbegu zako. Katika maongeo yako yote ya mbegu yako yatokao shamba mwaka baada ya mwaka. Ilikuwa ni mwaka baada ya mwaka. Hii kwa watu wa Central Province wanapanda mahindi ile ya miezi 6, miezi 9. Kwa hivyo hiyo ni mwaka baada ya mwaka. Lakini kwako wewe ambao unapata mshahara mwezi baada ya mwezi, wiki baada ya wiki, siku baada ya siku, inafaa kile ambao kinaingia kwa mkono wako ukaweze kutoa sehemu ya 10. Wale walikuwa ni mwaka baada ya mwaka, maana mahindi yanaenda baada ya miezi. So that is how often it should be. Then so nowadays tunapata harvest za salary zetu na vibarua na kadhalika. So now from today utakula fungu la 10 at your own risk, lakini usiseme hujui. Umeshajua leo. So after hearing Waisraeli waliposikia habari hizo, what happened? So Chronicles 31 verses 5 and 6. Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 31 verses 5 and 6. Unajua dawa chungu inaponya. Injili ambayo inaboresha inasaidia. Na nimetambua kwamba nyanyangu nilikuwa simpendi kwa sababu ananikemea ovyo, alinisaidia sana maishani. He made me to be whom I am. Huyo ni nyanya mzaa baba mlezi. Sikujua kama ananipenda. Maana jambo nimekuambia asubuhi ya kwamba ikipotea kitu angesema Owino ameiba ameenda kuuza. Lakini nilifanya nikawa careful in life. Ndio maana whatever I do, mambo ambayo sikujua kama ananipenda, alikuwa ananiachia biashara ya kuuza ndizi.
na anakuja Mombasa, ananiambia nikirudi nipate hiyo biashara kama bado inaendelea. Aidha nipate umeenda sokoni kuuza, ama nipate kwamba kuna nyingine ambayo imeiva iko kwenye uteo, ama nipate kwamba pale kwenye chungu kuna ile ambayo haijaiva. Hiyo mtoto mdogo. Ilikuwa inabidi nikisha kula, maana mimi napenda ndizi sana. Hata wale mnanijua, hata mama yajua napenda ndizi sana. Baada ya kukula yote, inabidi nikafanya kibarua ninunue, maana sijui mamangu atakuja lini. Unajua zamani ilikuwa sio simu, ilikuwa ni barua itaandikwa. Na barua itamaliza muda gani ndio ije. So mama atakuja anytime akikosa ndizi. So nakula yote, alafu kwenye kibarua ninunue nyingi. Imenifanya akili yangu, pesa zangu mimi nikitumia hata kama sitaandika, najuaga ilienda hivi na vile na vile. Nikitumia vibaya nasikia kukumika sana moyoni, nafikiria mama atakuja kunichapa. Si kama ngapi tuko pamoja. Maana kuna wale ambao wanaelewa kwa hali kama hiyo. Ukifanya kosa vile mama anakuja, atakuja. Mpaka sasa hivi kwa mtu mzima hivi. Hata sasa hivi nikipigia simu, anaita babangu, nafikiri huko ndio wewe hadi. Nataka kuongea taratibu. But those people make me hate in life. So subjects ambao hukupenda shuleni. Mimi sikupenda art, craft, music. Na sasa hivi ni mwimbaji. Sikupenda hizo. Mimi ni fundi wa mbao, hiyo ni craft. Na hii nafanya hapa ni art, kuchora hizi, nini tunachora hizi. Mpaka saa zingine, mpaka hii logo yangu nimechora pale, ukiona hata hapo nje. Mimi mwenyewe nimetumia akili, art inakuwa craft. Sasa subject hii ambayo nakulia siku ya leo hata ukisinzia ni muhimu. Hiyo ni gani? Hiyo nayo. Soma bwana kubwa. Nasema. Soma Deuteronomy. Okay, Second Chronicles chapter number 31 verses 5 and 6. 5 and 6. Hey, naongea kuhusu after here ni soma. Nasema hivi. Yes. Mara ilipotoa amri, mara ile amri ilipotolewa kama vile leo nimetoa amri, wana Israeli wakatoa kwa wingi malimbuko ya nafaka. Waisraeli wakasikia, kumbe we have been living in sin. They decided to act on the lesson. Wakatoa kwa wingi katika nafaka, na divai, na mafuta, na asali. Kumbe hata mafuta inafaa kutolewa fungu la 10. Na asali. Mimi nilipenda kwa mahali nikaambiwa ile ngapi, sinikumbushe madam, siku moja nitakapeleka bwana akinijalia. Kama na watakambaka ndiza asali. Na kwetu hakuna asali. Na mikungu ya ndizi. Mimi nakumbuka mbuzi watatu peke yake. Hizo zingine niliandikiwa lakini sikumbuki. Endelee. Na mazao yote ya mashamba. Wameleta. Na zaka za vyote. Wakazileta nyingi. Wakazileta tena kwa wingi. Because now we've known. Ilikuwa naongea kuhusu imani. Tukasema faith works where there is knowledge. Mahali hakuna ufahamu na nikwambia ukweli, tutakuhubiria kuhusu uponyaji. Ukitoka hapa hakuna kitu unapokea. Matoleo kubarikiwa prosperity, ukitoka hakuna. Kwa hiyo faith works where there is knowledge, because they knew. Yakobo anasema faith without action is dead. Imani bila. Now that you heard from me, your mandate is to start acting on what you heard. Umemaliza verse 6 Verse 6. Soma 6. Nasema hivi. Na wana Israeli na Yuda, waliokaa mijini mwa Yuda, waleta pia zaka za ng'ombe na wakaleta zaka za ng'ombe na kondoo, na zaka za vitu vilivyowekwa wakfu, vilivyowekewa Bwana Mungu wao, zile ziliwekewa Bwana Mungu wao, wakaweka chungu, wakaleta vitu vingi. Because now we've known. Kumbuka amri hii ilitoka kwa nani? Kwa Abrahamu. Wakaitumia, wakaambia Leviticus walikuwa nyikani, jangwani. Let me tell you, jangwa, maisha yako ina sehemu 3. Saidia kuhubiria mwenzako, mwambie mwenzako maisha yako ina sehemu 3. Haujamwambia mtu nimeona ukumunya tu. Unamuonyesha uso wa kusinzia. Mwambie maisha yako ina sehemu 3. Na pia kuna ya 4. Unajua mwandishi wa Ecclesiastes anaongea vile, anasema nina mambo 6 lakini ni mambo 7. Ni kama alikuwa kaanza kuandika jambo lingine likakuja.
kuna mambo mawili yananisumbua moyo sana, lakini si mawili, ni matatu. Sasa kuna maisha ya kwanza ni wakati ambao una struggle katika maisha, trying to make ends meet. Hiyo ni wakati ambao uko katika Misri, unateseka. Naongea nasema ni wakati ule ambao ilibidi nikarange unga nikule nao sima. Praise God. Hapa nikagundua hapa village kulikuwa na pepo ambao walikuwa napenda kukula hapo sana. Kwa sababu gani? Mpaka wametujua kwa sababu ya hii. Ukiona kama kuna mtu anamjua unasema fanya kama ile kawaida. Asijue kawaida ni gani. Kumbe kawaida walikuwa wameamua wanatengeneza sima, alafu kuna supu ya nazi wanatupatia bure. So wanajua kwamba wenye kula wenye sima watakuja na supu ya nazi. Pendi bob yanatosha kula. Nakwambia ilikuwa kwa Turtle Bay pale bustani ya Edeni nyuma hivi. Natembea mpaka village pale kwa madusi teremke, niende kule nipite ile bai kupale, niende mbele hivi naenda kukula sima na surwa ya nazi. Maana hao wanatupatia maisha ya kung'ang'ana. Hiyo ni part 1, ambao hiyo part na kuambia ukifuzu unaweza kufanikiwa maishani. Unfortunately kuna watu ambao wanajaribu kuruka. Nihubirie mwenzako wewe usijaribu kuruka. That is the way. Amen. Huwezi ruka hapo, maana lazima ujifunze. Alafu kutoka hapo, hiyo ndio maisha ya jangwani. Kutoka hapo jangwa inafika wakati ambao una kazi, unalipwa mshahara, unaketi, pesa inakuja mpaka unajipangia. Unasema hii nitoe fungu la 10 ama niache. Hawa nao siku hizo wamekazana na matoleo. Bwana mmoja akawa very genuine kwangu mimi. Ndio maana nikiongea kuhusu matoleo naongea nikiwa makini sana zile za kukwaza. Maana yule bwana alikuja akaniambia, "Pasta, mtuhurumie kweli. Maana mtu mshahara wangu ni shilingi 9,000. Katika hiyo 9,000 unataka 900 ni fungu la 10, baki ngapi? 810. Tena unaniambia pledge ya shilingi 3,000 ni baki na ngapi? Pledge 3,000 ni baki na ngapi? 5,000. 5,100. Tena baadaye kuna sadaka ya hiari, ni baki na ngapi? Hivi pasta, to be genuine, mimi nifanye tu kazi alafu shilingi zangu 5,000 zote nipeleke kanisani nibaki na 4. Haleluya. Okay, nikiongea kuhusu matoleo naongea na huruma nyingi na heshima nyingi kabisa. Umesoma pale imesema ni amri. So ukisikia nimeongea na huyu babangu marehemu Grandon Makumi alikuwa haongei kuhusu matoleo. Na alikuwa akielewa shirika wake, furahini saa hii kwa sababu siku moja nitaaga dunia, alafu atakuja pasta mpenda pesa. Bwana akamkemea. Akamwambia unaharibu kazi yako. Hakuna pasta mpenda. Maana yeye alikuwa anafanya kazi za British, kwa sababu pesa alikuwa nazo. Haja yake ilikuwa ni kuhubiri. Maana mimi nimepewa mbegu tu ya kutaka kuhubiria watu. Mambo ya sijui nini ni rare sana kwa kuhusu pesa. Lakini mimi tamanio la moyo wangu na sasa hivi bila mikatano mikutano nasikia kuumia sana moyoni. Furaha yangu ni watu wakiokoka. Lakini akaambiwa fundisha watu hawa. Bwana sifiwe. Inafika wakati uko na mahesabu ya salary, unakaa nayo una make a decision. Lakini inafika wakati ambao ile kazi ama ile biashara inakuja inafilisika ama unafutwa, unarudia ile hali ya kwanza tena. Na inaibu sana, maana kama juzi ulikuwa unaongea vizuri, Pastor Fred, wacha nichukue mfano wake, ni babangu pia roho, akaja madhabahuni akasema sita kwa jina la Bwana, pale Bwana ametoa sitawahi kuvaa nguo ya mtumba. Nivae vipi nguo ya mtumba na Bwana amenibariki? Kumbe alikuwa ajui. Siku moja akahost mtu akaiba nguo zake zote. Alipokuwa anapanda baiskeli kuja kanisani kupiga kona ya Kongowea, ile nguo yake alikuwa anaoga baiskeli ikaruliwa na nini?
gari. Nishika kwa zile. Hiyo suti. Option ni gani ukaenda kongoea? Tumbo. Anakuja kwa msamaha kanisani. Lakini alishuhudia wezi vaa mtumba. Kwa hivyo katika maisha wana wa Israeli walikuwa na maisha ya utumwa wa Misri, wakawa na maisha ya jangwa, wakafika nchi ya asali na maziwa, lakini baadaye walipokosa wakapelekwa exile. So some of us ambao walikuwa kazini kabla ya pandemic na sasa umejikuta hauko kazini, uko exile. Ndio Nehemia waliporudi exile, Nehemia Chronicles ilikuwa wameshafika nchi ya ahadi. Mambo haya walianza kuambiwa wakiwa jangwani. Walawi wakaambiwa jinsi ya kutumia hela, wakaambiwa watoe. Chronicles wanaambiwa wakiwa katika nchi ya ahadi, wamefurahi. Wamesahau ya kwamba kuna Mungu. Wamejua sasa hii madeni imepunguza. Nitaendelea kuishi vizuri sasa. Wanakumbushwa kwamba inafaa utoe fungu. Lakini baadaye exile inakuja, wanapelekwa Babeli. Waliporudi Babeli, Nehemia yes. Twende kwa Nehemia 10:38. Ama tu utasoma nyumbani. Waliporudi kutoka nchi ya exile Babeli, wakakumbushwa tena ya kwamba ile sheria ya kumtolea Mungu haijawahi kufutiliwa mbali. Bado lazima utoe fungu la 10 ndio uhusiano wako na Mungu uwe mwema. Alafu namalizia kwamba Yesu pia, kabla sijaenda katika origin na pia importance of tithe, Yesu alisupport. Soma kitabu cha Luke 11:42. Lakini support pia ile Matthew 23:23 ambao Yesu alisupport kutoa fungu la 10. Hebu soma hiyo 11 Luke chapter 11 verse 42 yasemaje? 22. Sema hivi. Verse 42. Pardon, Luke chapter 11 verses 42. 42. Inasemaje? Nasema hivi. Inasema, Lakini ole wenu Mafarisayo. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mnatoa zaka za mnana na mchicha. Kwa kuwa mnatoa zaka za mnana na mchicha. Sikiza. Sasa hapa hawa jamaa walikuwa experts wa kutoa fungu la 10 mpaka mtu akichuna bongonya. Bongonya. Hata akichuna bongonya, ana make sure sehemu ya 10 amepeleka kanisani. These people are now experts in giving. Hata mnavu, hata unajua Nairobi ndo managu. Nimeenda hoteli Nairobi. Hapa kuna managu, nimeenda na kabajani. Hapa kuna sukuma, kuna managu. Sasa managu ni nini? Managu ndio mnavu. Walitoa fungu la 10 mpaka ya managu, mpaka ya kila mboga mchunga. Sasa baada ya kutoa fungu la 10, tuendelee. Lakini na huku mnaacha mambo ya adili. Kumbe kuna mambo ya adili. Unakumbuka ile jamaa alikuja maandamano, Bwana unajua mimi ni mzuri, nafunga mara 2 kwa wiki, natoa fungu la 10. Mimi si kama walevi wanyang'anyi, si kama huyu mla ushuru. Na hii tabia kuna watu wengi. Kiona mwingine anakuja kanisani hali asiomba, sema tafadhali mimi anaomba macho moja ya fungu. Baba ni asante. Wewe wasema tafadhali mimi ni mzuri na nafunga mara 2, natoa fungu la 10. Mimi si kama walevi wanyang'anyi, mimi si kama huyu mtoza ushuru. Na huyu jamaa ni kwa expert, yaani anaomba kabisa, mimi si kama huyu mzee Willy. Yule jamaa akasikia. Ni alikuwa mtoza ushuru. Mimi si kama mtoza ushuru. Aliposikia hivyo akaanguka akaanza kulia, Mungu kusema kweli mimi ni mwenye dhambi. Hata wewe ameniambia mimi ni mwenye dhambi, Mungu nisamehe. Yesu akauliza, nani ambayo dua lake limesikika? Mtoza ushuru. So watu hawa walikuwa experts katika kutoa, lakini waliacha maadili. Maadili ni nini? Na upendo wa Mungu. Wameacha upendo wa Mungu. Iliwapasa kufanya hayo ya kwanza. Iliwapasa muwe na huruma. Hiyo mbona yatoa kilia hata vizuri. Wanafanyaje?
Mwanzo kabisa. Anza mwanzo kabisa. Lakini ole wenu Mafarisayo. Ole wenu Mafarisayo. Kwa kuwa mwatoa zaka za mnana na mchicha. Mwatoa zaka za mnana na mchicha. Na kila boga. Na kila boga. Na huku mwacha mambo ya adili. Mnaacha mambo ya adili. Na upendo wa Mungu. Na upendo wa Mungu. Uliwapasa Bwana hawa. Enda Mathayo 23. Huyo Luka ameacha sehemu. Mathayo 23:23. Kuna vitu ambao ni maadili ambao pamoja na kutoa sadaka yako, pamoja na kutoa fungu la 10, pamoja na kujenga madhabahu, kuna vitu ambavyo mimi na embrace naendelea kukumbatia na kufundisha ambao ni muhimu. Soma 23. Sema hivi. Yasemaje? Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Ole wenu waandishi Mafarisayo. Wanafiki. Mko wanafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari. Mnalipa mpaka bizari sasa. Mnana na bizari Na jira. na jira, Lakini umeacha mambo makuu ya sheria. Sikiza mambo makuu ya sheria. Pamoja nimewafundisha leo kuhusu kutoa fungu la 10. Lakini kuna haya mambo makuu ya sheria. Kabla hujatoa hiyo fungu la 10, kabla ya kutoa sadaka ya shukrani, kabla ya kutoa hiyo ya nini ya fast food, kuna mambo makuu ya sheria. Number 1. Yaani adili. Adili ndio kama ndio nini? Integrity. Adili. Lazima uwe na maadili mema. Unajua kuna integrity ni vitu viwili ambavyo ni vigumu kutenganisha. Hii msiache, endelea. Adili na rehema, kuhurumia watu na imani. Whatever done in a Christian circle, it must be of faith. Hata ukikula kwa imani. Ukitoa unatoa kwa imani. Fungu la 10 kwa imani. Love offering kwa imani. Whatever done in Christian circle must be of faith. Kwa Yesu akawaambia nini namna gani? Kuna mahali anawaambia mnazoea kuosha vikombe nje lakini ndani chafu. Anaona tayari amevaa mazurungi ya white tunataka ijiambikwe sahihi. Wakitoka pale marungi. Ndio nikasema kama ingeonekana wewe kupita kushika sheria, Waislamu wangerauka mbinguni. Tungefika nikamwambia mbona mmechelewa, nyumba zimeisha, wameshaingia wote kitambo. Kwa sheria wako sawa, wametushinda mara 5 wanaenda. Lakini sisi mara 2 kama hata mara 1 imetushinda. Yesu akaendelea ndio mfanye pale hiyo. Lakini lazima mshike pia hizi za maadili. Turudi kwenye kitabu cha Malaki. Okay, first the origin tunasoma nyumbani. Origin ni kitabu cha Mwanzo 14:18 hadi 20. Aliyetoa fungu la 10 wa kwanza ni Abraham. Alipoenda kupigana vita akapiga maadui waliokuwa wakimchokoza mtoto wa ndugu yake anaitwa Lutu, akawanyang'anya mali. Alipokuwa akirudi akakutana na yule mfalme nani? Melkizedek, mfalme wa Salem. Utakapoulizwa wangapi ambao hawakukufa ndio waende mbinguni, usikitaje Yesu. Hawa watu 5 ndio ambao hawakukufa wakaingia mbinguni. Wa kwanza Melkizedek, mfalme wa Salem, alionekana akitembea akihudumia watu lakini baadaye akapotea. Wa pili ni Enoko ambaye alikuwa ni mtoto nafikiri ni kabla ya Nuhu, babu yake Nuhu. Yeye pia alitembea na Mungu akapaa. Wa tatu ni nani yule mwingine? Elijah Mtishbi. Hajulikani babake wala mamake, anatoka Mtishbi. Huyu ndiye pia alipaa. Lakini Yesu alikufa kwanza ndio akazikwa akafufuka. So Jerusalem ni ufupisho wa Salem. Pale Jerusalem ipo ndio mahali ambapo Abraham alikutana na huyu Melkizedek na akatoa fungu la 10 kwake kwa ajili ya Lawi akiwa Lawi hajazaliwa. Na huyo Ibrahimu alikuwa ni tasa, alikuwa hazai. Lakini hata hivyo Mungu alipomwangalia aliona kiuno cha Abrahamu, kuna Lawi atakayezaliwa atakuwa kuhani. Sema Mungu ananiona. Sema vizuri, Mungu ananiona. Haijalishi vile unavyojiona, Mungu aliona kiuno cha Ibrahimu, kulikuwa kuna mtoto atakayezaliwa anaitwa Lawi. So God can see your future even up to 100 years to come. Amen. Abraham akatoa fungu la 10 ya mateka aliyokuwa amechukua na Melkizedek akambariki. Twende kitabu cha Malachi. Importance of tithe. Umuhimu wa fungu la 10
Tusome Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 hadi 12. Namalizia sasa kabisa. Na nilikwambia mimi ni miongoni mwa wahubiri wazuri. Wahubiri wazuri anasemaga nikimalizia mpaka aishe mara ya 7. Mimi ni wale wazuri. Nikimalizia naendelea. At least so. Nasema hivi. Nasemaje? Leteni zaka kamili ghalani. Sasa Bwana anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yako. Ili kiwemo chakula katika nyumba. Ndio nimesema mkisha leta nitachukua sehemu, lakini sehemu inafaa wakati tumemaliza kujenga. Sasa siongei kuhusu kujenga, nikichukua sehemu inabaki kwa nyumba ya Mungu, gala. Iwe na chakula ghalani. Tuelewe. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mnijaribu kwa njia hiyo matoleo. Mkanijaribu asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Na kumwagieni baraka. Na kumwagieni baraka. Hata siwe nafasi ya kutosha. Hata msiwe na nafasi, yani ghala zako zote zimejaa mpaka huna wa kuweka. Au la. Kuna maana tafuta tuelewe. Nami kwa ajili yenu nitakemea yeye alaye. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nasema amen nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amesema tukishamtolea fungu la 10, hii kazi ya kemea atashughulika yeye. Sema amen. Najua kuna maombi ambayo tumefundishwa inaitwa back to sender. Wangapi wanajua hiyo? Haleluya. Back to sender. Haya.